Umeongea vitu vingi sana ambavyo unasema kwamba viko ndani ya uwezo wako na unaweza kuvifanya endapo utapewa ridhaa hiyo. Je, haya mengi ambayo umeyataja ambayo yako nje ya ilani ya chama chako cha Mapinduzi, utawezaje kuyatekeleza na halikuwa yako nje ya ilani ya chama chako? Umeuliza kuhusiana, kuna mambo mengi nimezungumza ambayo unaona yako nje ya ilani ya chama cha Mapinduzi. Ilani ya mwaka huu ina kurasa nadhani hazizidi 88. Na ilani hiyo inapaswa kutekelezwa katika kipindi cha miaka mitano. Ilani hiyo inapaswa kutekelezwa katika kipindi cha miaka mitano. Nadhani kurasa 88 kwa nchi kutekelezwa kwa miaka mitano ni chache sana, si ndio? Kwa maana hiyo ilani ni mwongozo wa jumla unaogusa sekta zote. Sekta ya michezo kama nilivyogusia, kwenye sekta ya uwekezaji, kwenye bandari, sijui yako mengi. Sasa ni wajibu wa wewe mwakilishi kuweza kuibuka na ubunifu, kuweza kuibua hoja, kuibua fursa zinazoendana na wakati husika, kwa sababu vitu vingine vinavyokaa ni fursa zinazoibuka mwaka kesho. Ilani ishaandikwa, tunaviacha. Ni kwamba wajibu wa mbunge, wajibu wa mwakilishi wa wananchi ni kuibua fursa, kuibua kero, kuishawishi serikali kuweza kutimiza wajibu wake kwa kuweza kuzifanyia kazi changamoto hizo. Na hii kifano kwenye big agenda, narudi tena kwenye swala big agenda, ni kwamba hizi hoja ninazozizungumza inawezekana zikatekelezwa ndani ya kipindi kifupi, lakini inawezekana zikawa zikatekelezwa nje ya hata miaka mitano. Yote inawezekana kwa sababu ya ukubwa wa project zenyewe. Lakini jambo la muhimu ni kuanza kupushi hizo agenda, sio kukaa kimya, si ndio? Tupate watu ambao wanaweza kuanza kupushi hizo agenda. Agenda moja moja, naamini kwamba zitaanza kutekelezwa taratibu. Mfano nakupa ujenzi wa SGR, hii treni ya mwendo kasi. Wazo lake lilianza kipindi cha utawala wa Rais Mkapa. Rais Mkapa alikuja na wazo lile, lakini hakuweza kufanikiwa kwa wakati ule. Akaja Rais Kikwete, ikafikia mahala akaagiza kampuni kutoka Brazil kwa ajili ya kuja kufanya usanifu wa SGR, lakini bado haikufanikiwa, ila Magufuli alipokuja alitekeleza. Kwa sababu gani ilifanikiwa? Ni kwa sababu agenda iliibuliwa toka kipindi cha Mkapa, ikaendelea kuchakata kipindi cha Kikwete, na kipindi cha Magufuli ikaweza kutekelezwa. Na ikamaliziwa katika kipindi cha awamu ya 6 cha Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye naamini atakamilisha vipande vyote vilivyobaki. Kwa maana hiyo sasa ni kwamba kwenye big agenda sisi tunaanza kupushi agenda moja moja. Hatutaki mwakilishi wetu mbunge usimame bungeni kuomba matundu ya vyoo. Ni mambo ya aibu sana. Hatutaki mwakilishi wetu uje kutudanganya umetuletea miche ya kahawa. Hiyo ni mambo ambayo nadhani ni very petty. Yaani kwa sababu ile miche inaletwa na Wizara ya Kilimo kupitia bodi ya kahawa, wao ndio wanaigawa kwa wananchi. Sasa wewe umeenda kuendelea na shughuli zako, endelea ukitoka uje tuambie umetuletea miche ya kahawa, lazima tutakuuliza umeletaje miche ya kahawa. Kwa sababu mahala kote ambako nchi hii kuna elimu zao la kahawa, waligawa miche, sio ngara tu. Mahala ambako wanalima michikichi, iligawa michikichi. Sasa hiyo ni kazi ya serikali waliweza kufanya kupitia Wizara ya Kilimo. Kwa sisi tunachotaka ni ukienda mbunge ukaibue big agenda. Yaani hata rais anasema kweli ngara tunamwakilishi. Wananchi wanasema bwana, hili jambo mwakilishi tunaye bwana. Hata kama halijafanyika kwa wakati huu, ila mwakilishi tunaye, wala hatuna wasiwasi hata kidogo. Kwa hiyo ndio kubwa ninachokizungumza kwamba miradi ile ni miradi ambayo inaweza kutekelezeka, ni swala la kuweza kuibua hoja. Miradi mingine ninaangalia kama issue ya uwanja wa mpira. Nikikupa modality ya kutekeleza mradi kama huu, ni modality nyepesi sana. Kwa sababu utapata tu kibali kile cha ujenzi wa uwanja, and then wataalamu walioko chini ya serikali wafanye kazi yao ya usanifu, kwa sababu wanalipwa kwa kazi hiyo. Wakimaliza waandae BOQ, ukimaliza unaweza kuanza kutafuta stakeholders, wadau. Nataka niulize kimfano leo tukipata ile andiko la ujenzi wa uwanja, eneo tunalo, mkuu wa wilaya ameridhia, ameendozi huo mpango, mkurugenzi ameendozi, mkuu wa mkoa ameendozi, katibu mkuu wa wizara ameendozi, waziri ameendozi. Unaomba kupata meeting na mwekezaji kama let's say Azam mfano ama GSM mfano, kwenda kupresent jambo hilo. Unadhani atakataa? Kuna makampuni mangapi yako hapa Ngara yanaendesha miradi tofauti, CSR, zile corporate social responsibility. Ile fedha why isingeweza kujenga uwanja? Mapato ya ndani ya halmashauri why yashindwe kujenga uwanja? Kuna wadau humu Ngara ambao ni wawekezaji wanaweza kutake part kwenye hiyo. Ni swala la ushirikishwaji, ni swala la watu kuacha drama, kuacha maigizo na kufanya uwakilishi kweli kweli.